Ilinichukua miaka mingi sana kuamini kwamba mtu akikutukana kimsingi haupaswi kuumia wala kukwazika, na shida sio tusi uliloambiwa. Shida ni wewe ambaye umetukana, hupaswi kukwazika. Nimekuja kugundua, na ugunduzi huu yaweza ikawa ndio ukweli ambao unaweza kukuweka huru, kwamba tatizo linaanza kwenye kitu kinachoitwa utambulisho. Ukishajua kuwa wewe ni nani, hakuna mtu ambaye anaweza akaja akakupa utambulisho wowote ukaukubali. Kwa mfano, mtu wewe ni mwanaume akakwambia wewe sio mwanaume, na wewe unajua kabisa wewe ni mwanaume. Mtu akakwambia wewe sio mwanaume, kwa kuwa wewe utambulisho wako unaujua kwamba mimi ni mwanaume, hauwezi kukwazika. Kwa shida kubwa, mzizi, kiini cha makwazo ni kutambua utambulisho wako. Ukishajua wewe ni nani, hata aje mtu kutoka mbinguni akakwambia, akakupa utambulisho mwingine kwamba wewe ni mtu fulani, hautakubali huo utambulisho, na kutokukwazika kunaanza na kukataa utambulisho unaopewa na mtu mwingine, sawa, na kuendelea kufocus na utambulisho ulio nao. Kwa mtu akikwambia wewe mpumbavu, wewe ni mjinga, huna akili, huna akili, haupaswi kuhuzunika, haupaswi kukwazika, kwa sababu wewe unajijua, you know yourself, unajijua kwamba mimi ni mwerevu, mimi nina akili. Sasa kwa nini uje ukubali utambulisho unaopewa na mtu mwingine? Kwa sababu hisia za huzuni, kuhuzunika, hizo ni hisia. Unapohuzunika, hizo ni hisia, na hisia huwa hazijagi kwa bahati mbaya, ni matokeo ya mawazo ulionayo kichwani, na mawazo ndio wazo umepewa ukalikubali. Sawa, wazo umepewa wewe ukalikubali, linazalisha hisia. Kwa hiyo ukiambiwa we mpumbavu ukalikubali, huo umepewa utambulisho. Ni sawasawa na mtu ulipozaliwa, ni sawasawa na ulipozaliwa wazazi wako wakakupa jina ni sawasawa pale ulipozaliwa tu wakakwambia wewe utaitwa fulani, wewe utaitwa cha usiku, au utaitwa mateso, au wewe utaitwa sikujua. Umeitwa siku ya kwanza kuzaliwa ukapewa utambulisho. Kwa hiyo umekuwa ukisikia watu wanakuita hilo jina, mpaka huo utambulisho ukaukubali. Sawa? Vivyo hivyo, ukishajua utambulisho wako, ukajua kwamba wewe ni nani, hakuna mtu ambaye anaweza akaja akakupa utambulisho ukaukubali. Kwa hiyo ukiona tu kwamba umeambiwa wewe ni mtu fulani, wewe ni mpumbavu, wewe ni mjinga, ni sawasawa mtu wewe sio polisi afusema wewe ni polisi, kwanza utashangaa. Na ukiona umefurahi, umeitwa wewe mwanajeshi na wewe sio mwanajeshi, una shida. Ukiona umeitwa wewe ni mjeshi na unajua kabisa utambulisho wako wewe sio mwanajeshi, na ukafurahi kuitwa mwanajeshi kwa utambulisho huo, wewe una shida. Lakini ukiona tena umeambiwa wewe ni mwanajeshi na ukahuzunika kwa kuitwa mwanajeshi, pia una shida. Shida yako ni nini? Shida yako ni kwamba umekuwa ukijiuliza swali, hivi mimi ni nani? Katika harakati za kujiuliza kwamba hivi mimi ni nani, ukakutana na mtu akakwambia wewe ni mpumbavu. Kwa hiyo ukakubali huo utambulisho kwamba kumbe mimi ni mpumbavu. Matokeo yako, imani hiyo ikazalisha hisia kwamba kumbe mimi ni mpumbavu. Sasa ukiambiwa wewe ni mpumbavu, wewe huna akili, wakati unajua utambulisho wako, hauwezi kuumia. Hata ukapewa utambulisho mwingine unaofurahisha, huwezi kufurahi, kwa sababu unajua wewe ni nani, unajua wewe huwa ni nani. Kwa hiyo mzizi wa hayo makwazo baada ya kutukanwa sio tusi lenyewe, sio mtu aliyekutukana, ni wewe kujua kuwa wewe ni nani, utambulisho. Na nichukue fursa hii kukwambia ya kwamba utambulisho wako
utambulisho wako uko katika ukweli kwamba wewe ni mfano na ni sura ya Mungu. Umebeba pumzi ya Mungu. Soma katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kuanzia fungu la 25, 26 mpaka 27. Angalia pale mpaka 28, mpaka 28 utagundua kwamba umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Una sura ya Mungu. Wewe una sura ya Mungu. Hiyo tu kuwa na sura ya Mungu ni utambulisho wa pekee sana, na utambulisho mwingine ibaki tu kuwa wewe ni mwanadamu, na kama mwanadamu unastahili na una haki ya kuheshimiwa, ya kupendwa, ya kuthaminiwa. Na huo ndio msingi wa utambulisho. Yaani utambulisho mwingine huu ambao unakuja tunapewa tu hapa duniani. Wewe utaitwa fulani, wewe kulingana na kazi yako utaitwa jina kulingana na kazi yako. Umefeli utapewa jina. Hizo ni tambulisho mbalimbali, lakini kimsingi utambulisho wa kweli au mzizi wa utambulisho wako ni ukweli kwamba wewe ni mwanadamu mwenye sura ya Mungu, mwenye pumzi ya Mungu. Hizo ni sifa tu ambazo zinakufanya wewe kuonekana kuwa wa thamani.